Waka Green Savings and Credit Cooperative Society inatumika kama chombo cha uwezeshaji wa kifedha ikiwa na dhamira ya kuimarisha heshima ya binadamu. Hii inafikiwa kwa kukuza uelewa wa kifedha ambao unawasaidia wanachama kuunda tabia nzuri za bajeti, kudumisha akiba thabiti, kufanya mkopo kwa busara na kufanya maamuzi mazuri ya uwekezaji. Katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, Waka Green Sacco imepata ukuaji mkubwa. Msingi wa mali umeongezeka kutoka chini ya 100,000 hadi zaidi ya milioni 7 za Kenya, kama inavyoonyeshwa katika ukaguzi wa mwaka wa fedha uliopita. Mwelekeo huu wa kuvutia unaonyesha kujitolea kwa jamii kwa utulivu wa kifedha na ukuaji. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 pekee, Waka Green Sacco imeendelea na mwenendo huu wa upanuzi wa ajabu. Msingi wa mali umeongezeka kwa zaidi ya 30 masinta, ukifika zaidi ya milioni 10, ukiongezeka kutoka milioni 7 za Kenya zilizoripotiwa katika ukaguzi wa mwaka uliopita. Aidha, mapato yameongezeka zaidi ya mara mbili, sasa yakiwa zaidi ya milioni 1.6 za Kenya ikilinganishwa na chini ya 500 za Kenya katika kipindi hicho mwaka jana. Ukuaji huu thabiti unachukuliwa kuwa ni matokeo ya juhudi za akiba za wanachama ambao wameyakumbatia malengo ya Sacco. Kwa kuzingatia kasi hii na kudhani kuwa mambo mengine yote yanabaki kuwa sawa, bodi inatarajia kurudi kwa faida kwa wanachama kwa njia ya gawio na riba, maboresho kwenye akiba zao. Bodi inatambua kwamba baadhi ya wanachama hawajakuwa na uthabiti katika akiba zao. Ili kushughulikia hili, mfululizo wa vikao vya mafunzo kwa wanachama umeandaliwa kwa ajili ya Mei. Mpango huu unafuata mzunguko wa mafanikio wa mafunzo kwa bodi, wanachama wa kamati ya usimamizi na wasimamizi wa mahusiano kulingana na kanuni ya ushirika ya elimu endelevu na ujenzi wa uwezo. Mafunzo ya wanachama yanatarajiwa kuanza tarehe 1 ya Mei na kipindi cha awali cha kuhamasisha kitakachodumu hadi tarehe 8 Mei. Awamu hii itatumia jukwaa la WhatsApp la jamii ya Waka Green Sacco ambapo wanachama watapokea video na maswali ya majadiliano yaliyoundwa ili kuanzisha mazungumzo kuhusu nyanja mbalimbali za Sacco. Baada ya kuhamasishwa, wasimamizi wa mahusiano wataendesha mafunzo ya kina zaidi ya kibinafsi kupitia mikutano ya mtandaoni na ya ana kwa ana. Wanachama wote wanahimizwa kwa nguvu kushiriki kwa shughuli na kuchukua jukumu la kuimarisha uwezo wao wa kifedha. Kwa kumalizika kwa mpango huu wa mafunzo, Sacco inakusudia kuwa na wanachama ambao wamejiandaa vyema kuokoa mara kwa mara, kukopa na kulipa mikopo kwa uwajibikaji na kuwekeza kwa busara. Hivyo, kukuza jamii ya ushirika yenye nguvu na inayoweza kustahimili.